بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma baad, ndugu waandishi wa habari na ndugu Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla, ikumbukwe kwamba kesho tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2023 ni siku ya maadili duniani. Ni siku ya maadili duniani. Kwa hiyo kupitia ofisi ya Mufti, makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, nimechukua fursa ya kuwatuma mashekhe ambao wengine tumewaagiza na kuwaomba tutembelee Tanzania kuja kusaidiana kuzungumzia masala ya maadili na masala ya akhlaq na malezi yaliyokuwa bora. Mashekhe hao kutoka India wako takriban mashekhe 6 na mashekhe wa hapa nchini watakuwa mashekhe 20. Kwa hiyo jumla itakuwa ni mashekhe 26. Wote hao kuanzia tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2023 watatembelea mikoa takriban 8: mkoa wa Tabora, mkoa wa Mwanza, Arusha, Dodoma, Morogoro, Iringa, Mtwara, kisha kumalizia katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam. Wakiwa katika mikoa hiyo watakaribisha na mikoa mingine iliyo karibu na mkoa huo kwa ajili ya kufanya jitimai kubwa itakao kuwa inawafundisha watu mambo ya uchamungu na mambo ya maadili. Kama ambavyo tunajua mmomonyoko wa maadili umekuwa mkubwa. Kwa hiyo mada kubwa ambazo tumeziagiza zizungumzwe ni mada inayohusiana na masuala ya maadili na malezi bora na tabia nzuri. Zote hizo zinakuwa katika kapu moja la uchamungu. Kazi ya mashekhe hao 26, 6 kutoka nje, kutoka India, na wale 20 kutoka hapa nchini kwetu, watashirikiana kutoa mada mbalimbali kwa ajili ya kutaka kulijenga taifa letu liwe taifa bora, taifa zuri, taifa ambalo lina malezi mazuri na ambalo linarudi katika asili ya Utanzania, kwa sababu Watanzania ni watu wema, ni watu wenye maadili. Kwa kulichunga hilo na kwa kufuatia kauli ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo aliitoa katika baraza la Idi kuhimiza vyombo vya dini au taasisi za dini ziweze kusimamia na kuzungumzia sana masala ya maadili, nimechukua fursa hiyo kama mufti wa Tanzania na kama kiongozi wa Waislamu lifanyike jambo hili la jitimai katika mikoa hiyo, ikiwa delegation hiyo na ujumbe huo wote ukiongozwa na mkurugenzi wa dawa na tabligh ndugu yangu Arifu Suria, ambaye ndio mkurugenzi wa mambo ya tabligh na dawa wa katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA makao makuu. Ataongoza mjumbe huo wote kuhakikisha kwamba jambo hili na kazi hii inafanyika kwa uzuri, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajali khairi na baraka jambo hili liweze kupata mafanikio makubwa. Amin. Ili kukifanya kizazi chetu na watu wote kwa ujumla kuweza kuwa na mwitikio mkubwa na kuweza kuelewa masomo na mafunzo yatakayotolewa na mashekhe hao. Utaratibu wa itakavyokuwa katika jitimai hizo katika mikoa hiyo yote 8 atazungumza mwenyewe mkurugenzi wa da'wa na tabligh al-akh ndugu yangu Sheikh Arifu Suria, ili kujua ratiba na utaratibu utakavyokuwa. Lakini nawaomba mashekhe wote wa mikoa na mashekhe wote wa wilaya watoe ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha hili jambo linakuwa na mafanikio, kwa sababu sasa hivi kumekuwa na mmomonyoko mkubwa wa maadili, lakini kumekuwa na upepo mbaya sana ambao unatuharibia vijana wetu. Kwa hiyo watoe ushirikiano kumpa Sheikh Arifu Suria pamoja na ujumbe wote ambao watakokuwa amefuatana nao, ili waweze kukamilisha jambo hili kwa uzuri na kwa weledi. Tafadhali karibu Sheikh Arifu Suria uweze kuzungumza taratibu na ratiba itakapokuwa. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kama alivyotuagiza Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana, kurugenzi ya dawa na tablighi hakikishe inatembea katika mikoa yote hii ya Tanzania
na kupeleka ujumbe ambao umetoka kwa mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba tuzungumzie mambo ya maadili, lakini vile vile malezi bora ya watoto, ili watoto wasije wakafanyiwa hayo yanayofanyika sasa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na tuweze kufanikisha hilo jambo. Amin. Katika msafara wetu insha Allah, kama alivyoagiza Mheshimiwa Mufti, tutaanza tarehe 15 rasmi kama vile ilivyokuwa siku ya maadili katika dunia nzima. Basi sisi tutaanza kazi siku hiyo hiyo katika mkoa wa Tabora, lakini mkoa wa Tabora huo utakuwa umekusanya pamoja na Kigoma pamoja na Katavi. Tukitoka hapo tarehe 16, tukimaliza 17 tunahamia mkoa wa Mwanza. Tarehe 17 tunahamia mkoa wa Mwanza. Katika mkoa wa Mwanza huo tutakuwa tumefanya kazi ya kanda ziwa yote tarehe 17 na tarehe 18, mkoa wa Mwanza kanda ziwa yote, ikiwemo mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Simiu, mkoa wa Rukwa, lakini vile vile na mkoa wa Shinyanga. Mikoa yote hiyo itakusanyika pale Mwanza, tutafanya kazi pale. Lakini tarehe 17, 18 tukimaliza hapo, 19 na 20 tutakuwa tumekwenda katika mkoa wa Arusha. Mkoa wa Arusha tutaunganisha pale mkoa wa Kilimanjaro pamoja na mkoa wa Tanga, tutazungumza pale. Lakini tukitoka hapo sasa 19 na 20, 21 na 22 tutakuwa katika mkoa wa Dodoma, katika mji mdogo anasema wa Kibaigwa. Pale tutakuwa tumekusanya Dodoma yenyewe, lakini vile vile Singida pamoja na Manyara. Baada ya hapo tutatoka hapo tutaelekea katika mkoa wa Morogoro. Hapo tutakuwa tumeikusanya Pwani na Dar es Salaam iliyokuwa kipande kile ambayo inakuwa katika mipaka. Baada ya hapo tutatoka tutaelekea zetu katika mkoa wa Iringa, ambapo hapo tutakusanya sisi Mbeya pamoja na Sumbawanga, ile inaitwa nini? Mbeya, Njombe pamoja na Songwe, na kuna ule mkoa ambao unatoka Sumbawanga kule unaitwa nini? Rukwa. Kwa mikoa yote hii tutaikusanya pale, lakini baada ya hapo tutakwenda moja kwa moja katika mkoa wa Mtwara katika wilaya ya Masasi, ambapo tutakuwa tumeongea na mkoa wa Ruvuma pamoja na Lindi na Mtwara yenyewe. Inshallah tukimaliza hapo ndio kwa maelekezo ya Mheshimiwa Mufti tutarejea Dar es Salaam, na hapo Dar es Salaam sasa Mheshimiwa Mufti atatupokea na kuchukua ripoti yote kamili, pamoja na kwa ripoti atapata katika mitandao na washehe wa mikoa kama alivyokuwa kawaagiza, lakini pia tutakuja kumletea rasmi sisi ya kwetu, alafu akishafunga atakuja kumaliza yeye sasa kwa maelekezo zaidi ya hapo mbeleni. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu pamoja na afya njema mufti wetu wa Tanzania. Amin. Kwa kutuelekeza sisi vijana wake kufanya kazi hii tukufu. Amin. Safari hii kurugenzi hii inafanya kazi ya namna pekee. Ametuelekeza kwamba tuifikie jamii katika namna zote, kwa mahitaji ya kiroho lakini vile vile na mahitaji ya kimwili. Kama vile mvoona mwezi wa Ramadhani tumefanya harakati mbalimbali katika nchi hii sehemu mbalimbali kwa maelekezo yake. Tumefikisha futari, tumefikisha tende, lakini vile vile tumefikisha zawadi za sikukuu kwa watoto, lakini kwa mayatima, lakini vile vile jana vile vile tumewakumbuka. Kote nchi nzima tumefanya kwa maelekezo yake, na sasa hivi tumemaliza Ramadhani na 6 ndo katuelekeza kwa ajili ya haya maadili tuzunguke nchi nzima tena. Sasa hii ni sharafa kwetu sisi vijana Mheshimiwa Mufti wa Tanzania kwamba anatutumia sisi katika kazi nzuri nzuri kama hizi. Kwa hiyo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubali, na sote ambao tutashirikiana pamoja na uongozi ambao hiyo delegation aliyokuwa ameipanga, wote Allah Subhanahu wa Ta'ala tuwezeshe na afya njema tuweze kukamilisha zoezi hilo. Jazakumullah khair wa asa jazafi